Licha ya Marekani kusema kwamba haipo tayari kuona mafuta kutoka nchini Iran yananunuliwa na taifa lolote, takwimu zilizotolewa hivi karibuni zinaonyesha kuwa mauzo ya mafuta ya Iran kwenda China yamefikiwa kiwango cha juu kisicho na kifani cha zaidi ya mapipa milioni 1.8 kwa siku katika mwezi wa Machi mwaka 2025. Usafirishaji wa bidhaa za chakula cha halal kutoka Iran hadi nchi 110. Sekta ya mafuta ya Iran imekaidi vikwazo vilivyovunja rekodi ya mauzo ya nje kwenda Uchina, na Iran iliorodheshwa ya 9 ulimwenguni katika uzalishaji wa mayai. Na muhtasari wa habari muhimu zaidi zinazohusiana na usafirishaji kutoka Iran katika mwezi uliopita, kama ilivyoripotiwa na Pars Today. Dola milioni 200 katika mauzo ya nje kutoka ukanda huru wa Iran wa Araz. Hata hivyo, taarifa zinasema kwamba eneo hilo lilipata dola milioni 200 katika mauzo ya nje mwaka uliopita. Alibainisha kuwa mauzo ya nje kwa Azerbaijan yalifikia dola milioni 11. Akizungumza kando ya maonyesho ya Iran ya mwaka 2025 mjini Teheran, Moghadamzadeh aliongeza kuwa eneo huru la Aras lina uwezo wa kipekee katika utalii na lilishika nafasi ya kwanza kati ya maeneo huru nchini Iran mwaka 2025 kwa kuzingatia vigezo muhimu vilivyowekwa vya Secretariat ya maeneo huru ya biashara, viwanda na maeneo maalum ya kiuchumi. Usafirishaji wa bidhaa za chakula kutoka Iran hadi nchi zingine 100. Taarifa kutoka mkurugenzi wa utalii wa soko katika shirika la ukaguzi na ubora na viwango la Iran amesema kuwa bidhaa za chakula, mojawapo ya faida za ushindani nchini Iran kwa mauzo ya nje, nazo pia zimevuka rekodi kubwa. Hata hivyo, ni kutokana na hali ya ushirika ambayo Iran imekuja kuzianzisha hasa baada ya kuchaguliwa kwa Rais Masoud Pezeshkian katika nyakati hizi. Nchi kama vile Malaysia, Singapore, mataifa ya Ghuba ya Uajemi na nchi za Afrika ya Kaskazini zinaonyesha uhitaji mkubwa wa bidhaa hizi. Imeelezwa pia kwamba bidhaa za chakula za Iran zinasafirishwa kwenda nchi za kikanda kama vile Iraq, Uturuki, Umoja wa Falme za Kiarabu, Afghanistan, Urusi na mataifa kadhaa ya Ulaya. Hata hivyo, dola milioni 8.5 katika mauzo ya nje yamepatikana kupitia mfumo wa forodha wa Jolfa ya Iran. Hata hivyo, mamlaka ya forodha nchini humo ilitangaza kuwa bidhaa zenye thamani ya dola milioni 8.5 zimesafirishwa kupitia ofisi ya forodha kwa nchi 9 katika mwezi uliopita. Imebainika kuwa tani 14,598 za bidhaa zimesafirishwa nje ya nchi katika kipindi hiki, hasa ikiwa ni pamoja na petroli, mawe ya ujenzi, vigae, keramiki, mbao na bidhaa za plastiki. Na maeneo makuu ya mauzo hayo ni pamoja na Uturuki, Azerbaijan, Armenia, Iraq, Urusi, Georgia, Afghanistan, Turkmenistan na Kazakhstan. Sekta ya mafuta ya Iran imekaidi vikwazo zaidi wakati huu. Takwimu kutoka kampuni ya ufuatiliaji wa meli ya Vortexa imeonyesha kuwa mauzo ya mafuta ya Iran kwenda China yamefikia kiwango cha juu sana katika historia, na inaelezwa kuwa mapipa milioni 1.8 yamekuwa kisafirishwa kwa siku. Ongezeko hili linakuja huku kukiwa na wasiwasi kuhusu vikwazo zaidi vya Marekani dhidi ya Teheran. Wakati huo huo, data kutoka kwa kampuni za uchunguzi za KPLA inaonyesha kuwa mauzo ya mafuta ya Iran kwenda Uchina mnamo Machi yalikuwa wastani wa mapipa milioni 1.71 kwa siku, ongezeko la 20% ikilinganishwa na mwezi Februari. Kulingana na PLA, mafuta ya Iran yalichangia 16% ya uagizaji wa baharini wa China mnamo mwezi Machi, na hii inaonyesha kwamba wakati huu Iran imeongeza zaidi usafirishaji kwenda nje ya taifa hilo. Lakini kikwazo kikubwa ambacho kipo wakati huu ni kile ambacho kimeelezwa na serikali ya Marekani ya Rais wa Marekani Bwana Donald Trump kwamba haipo tayari kuona bidhaa kutoka nchini Iran zinapelekwa katika mataifa mengine, hasa mafuta. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kufahamu mambo mengi ambayo yanajiri hapa ulimwenguni. Kupitia hapa The World News utaweza kuyafahamu.